Yes, karibu tena ndugu zetu mtazamaji wa Dream Media. Ni mimi mtangazaji wako ya Juksi. Na leo niko na waheshimiwa ambao wako hapa mbele zangu ambao tutazungumza nao kwa sababu ya vitu ambavyo vinaendelea katika hii hapa na netu ya Kongo. Na usikose kusubscribe ili wa kwanza kupata habari zetu na kila wakati. Jambo. Jambo sana. Za size. Salama kidogo. Nitauliza kwa majina unaitwa nani? Mimi kwa majina naitwa Kialula Almasi. Okay. Wewe hapa ni kama nani? Ni kama mimi ni kama vile kanari. Kanali wa hapa. Asa Wazalendo. Jeshi la wazalendo. Gisi unavyosikia ndugu yangu mtazamaji wa Dream Media. Okay, nitakuuliza, je, ungetaka utupatie gisi mikakati ambayo inaendelea kwa sasa, kwa sababu tunajua sote kama hali yetu ya Kongo haiko vizuri. Je, mnajipangaje katika hii vita? Hakika sisi wazalendo tunajipanga sawa sawa. Yaani hatuwezi rudia nyuma, sababu sisi ndio tunazidi kusofilisika zaidi. Sababu kwa ajili ya nini? Sisi wazalendo tunapigana kwa ajili ya ardhi yetu. Sababu wavamizi walituvamia, na kipindi wameshatuvamia inabidi tujiteteye wala tujipiganie, ili hii ardhi yetu isije kutawaliwa na mgeni. Na ndiye kisa sisi tuliingia ndani ya uzalendo kwa kusema tupiganishe adui. Nashukuru sana. Na nitauliza, je, na kwa sasa Bukavu na Goma hizi tunavyoona na hali yake iko sawa. Je, na wakaji wako mule nasikia wana njaa na kwa sasa vita inaendelea kupigwa. Je, wananchi mnaenda kwa hali gani ambayo mnaweza mkawasema kwa ajili yao? Kwa ajili ya wananchi wa Bukavu na Goma, hakika sisi wazalendo tuna lengo moja la kusema tutapigana tufukuze adui ili wale wa ndugu zetu wanusulike. Okay. Ingine kitu ambacho nitao watazamaji wetu au watu wote ambao wanatazama kwa sasa hivi, je, mshakamata mikakati ambao ya kwenda kule kupiga adui? Naam, mikakati hiyo tayari tumeshakuwa nayo. Na hii sasa ambayo tunaongea sisi na nyinyi, tumeshakomboa mwingine wa Kamanyola. Mwingine wa Kamanyola. Kamanyola imeshakuwa tayari ndani ya mikono yetu. Inabaki sasa Bukavu na Goma, na tuna uhakika tutakomboa. Okay. Wazalendo ambao wako kule, je, kuna msaada wote ambao ya serikali kuwatumia? Bado sisi wazalendo hatujapata hata kimoja cha serikali kwa kusema kwamba wanaweza tusaidia msaada fulani. Ila kwa akili zetu na nguvu zetu tunajitahidi sisi wenyewe. Labda kwa population, yani wananchi, ndio wanatusaidia kwa chakula, kwa kukula kwa hali ya leo. Lakini kwa ngambo ya serikali hatujapata chochote. Je, nanisikia kama serikali iliweza toa ofa kwa pesa nyingi ili ya kumkamata yule adui ambaye mnapigishana naye. Hakika sisi kwa ngambo zetu wazalendo wote hatujapata. Wala mambo haya bado haijafika kwetu. Maana ni maneno ya watu tu. Ni utupu mtupu, ni uongo. Ndugu yangu mtazamaji wa Dream Media, usitoke hapo ili ufuate kila kitu ambacho wanajeshi wetu wa wazalendo wanavyozungumza. Je, na kwa sasa mmekamata hatua gani ili ya kupigisha adui, kwa sababu adui anaendelea yeye kujigamba eti atatoka kutoka kwenye nchi ya Kongo, hatotoka adui? Hakika sisi kwa kufuatana na nguvu zetu na akili zetu, vile tunavyotafuta vifaa kwa nguvu zetu, hakika sisi tuna uhakika adui tutampiga ataondoka. Okay, na wananchi wote wanatoa pongezi kwa wazalendo kwa kazi ambayo mnaopitia. Kwa sababu mtuambia kitu gani raia wa Kongo nzima wajue kama wazalendo wapo na wanatetea hii nchi yetu? Hakika mimi kwa upande wetu sisi wazalendo, sisi tunawapongeza kwanza, mara ya kwanza wananchi wote wa Kongo mzima wakaze roho na wabaki nyuma yetu, watuunge mkono.
tupige adui. Hakika kama wao wanatuogopea wasije wakatusaidie waje nyuma zetu, hakika tunaweza tukashindwa, sababu mwananchi ndiye ana nguvu, ndiye anatupa nguvu, na sisi tulitoka ndani ya wananchi, na sisi tunaitwa jeshi la wananchi, na ndiyo maana wananchi hawawezi wakatoka nyuma zetu waendelee na kutuunga mkono. Okay, nashukuru sana mzee wetu au kamanda wetu. Je, kitu gani ambacho mngeambia serikali ili wasikilize wenyewe wazalendo? Kitu gani ambacho mnatoka serikali waweze kuwasaidia? Zaidi sisi wazalendo hatukimbilie mishahara. Tunakimbilia kitu cha kwanza, tupatie vifao. Sasa ukikosa kifao hauna nguvu, hautapiga adui. Ule adui alishaga jiandaa tayari, yeye walishaga muandalia wale wenye kumtuma. Sasa na sisi tunategemea serikali itufanizie, itupe nguvu tupige adui. Sasa kwa akili zetu na nguvu zetu sisi tuna uwezo wa kupiga adui, serikali kitunga mkono kwa kupatia vifao. Hakika kile kwa ngambo ya chakula, itupe na chakula, itupe na madawa. Sasa wengi wanaumia, na wengi wakati umeshalala na njaa hautaenda kwenye shamba la vita. Basi serikali ikitutimizia mambo hayo, hakika sisi wazalendo hatuna mwezi mzima kwa kupiganisha adui tukose kumkimbiza, anarudia kwenye alitoka. Okay. Na kuna swali ambaye tunataka tukuuliza. Je, kuna mgombea ambaye aliweza kugombea anaitwa ni Claude Misara ambaye alitoa misaada kwa wazalendo. Je, nyewe hiyo msaada mliweza kuipata? Hakika na sisi tulisikia mambo hayo, kama huyo ndugu yetu mgombea, huyo mbunge alitoa misaada ya unga. Basi sisi tuliwahi kupata tu ni mfuko mmoja wa unga tu. Lakini tumesikia alikuwa anatoa unga wingi. Ikiwa wenzetu wenyewe wako mbele kama walipata hivi vitu kwa wingi, ila sisi kwa ngambo yetu sisi wazalendo wa hapa Kavimvira tulipata ni saki moja tu, mfuko mmoja wa unga. Okay. Na kitu ambacho niulize au watazamaji wetu ambao wanatazama kwa sasa hivi, je, wale wakaji wa Bukavu ambao wanateseka wanakufa kila wakati kwa sababu ya vita, na kitu gani ambacho mngewaeleza? Kwa sababu vita inaendelea inapigwa, wananchi wako ndani, unaona? Hakuna chakula ambayo wanaipata. Je, mnaweza ukawaambia nini? Kwa kweli mimi kwa mawazo yangu na mawazo ya wazalendo, sisi tunaanza kuambia ndugu zetu wa Bukavu wazidi kuomba Mungu. Sababu hivi tumeshakomboa mji wa Kamanyola. Kamanyola na Bukavu msiku mbili tunaweza komboa Bukavu. Karibu sana. Sisi tuna matumaini tutakomboa. Wajipatie matumaini na waombe Mungu. Vita hivi vinapiganishwa na Mungu, sio sisi wanadamu, ni Mungu yeye mwenyewe. Tunashukuru sana mzee. Hakika wajipe moyo. Wale watakufa na njaa, wafe na njaa, na wale wenyewe watanusulika kwa njaa, tutawakomboa. Habari yako mama? Mzuri. Sasa hizi. Salama. Kwa majina unaitwa nani? Naitwa kwa jina la Mwavita Zabloni. Mwavita? Ndio. Kuna neno ambao wanazungumza au dilo la Uvira, aseme wazalendo wa Uvira wataki mwanamke wote kuvala maminijipe mapantalo yote, ni kweli au ni uongo? Sazimo inaweza kuwa kweli wala ni uongo. Juu ya nini? Mavazi ya banamuke iko makalite mingi. Mwanamke haruhusiwe kwenda wazi mbele ya mwanaume. Unaweza vala jipe, unaweza vala pantalo, iachilie. Juu ya nini? Sasa bazalendo tunamaliza miaka mingi mupori. Mimi kwa ngambo wangu kwanza niko mwanamke, lakini mwanaume mwalitoka mupori. Akifika huko, anakuwa miaka haoni mwanaume. Akishafika huko, akishaona mwanamke anavala vile, itabidi atamani. Na sheria zetu hazituruhusu vile. Tunaweza kushauria mabinti wa Uvira kwa kuvala suruali, wavale suruali ya kuachilia. Isibane mwili. Kuvala jipe, basi vale ya kubana zaidi, iachilie. Na basi vale jipe mfupi, basi tuharibie mazingira. Make hamtaki watu ambao wanavaa hivyo vitu kama kwa wakina mama, wakina dada, unaona? Na jambo gani ambao ulitawaambia wamama na wadada ambao wanafanya hivyo? Wadada na wamama wenyewe wanavaa vile, wapunguze kuvaa vile. Wasituharibishie mazingira na utamaduni ya kwetu. Sisi wa Afrika ndio
Hapo zamani za kale Mwafrika hangevaaga pantalo. Lakini kwa sasa inakuwa ni wakati. Samwa batasema mbona wewe unavala pantalo? Mie siwezi enda mshamba la vita na kikwembe. Siwezi enda na jipe. Napasha vala pantalo juu nipate gisi nitatembea. Baneza vala pantalo basi vale ya kubana. Ya kubana ni ya mubaya, inavutia. Surtout shibe tunaishi yetu mupori, bwana ni problem. Nadhani unasikia ndugu yetu mtazamaji wa Dream Media DRC na wote ambao wanatufuata sasa hivi wanasema si mama yetu anavyozungumza Uvira mzima hakuna mwanamke ambaye anapaswa vaa pantalo ambayo inambana sana inakatazwa. Si hivyo mamangu? Ndio. Wavaya kuachilia kabisa. Okay, neno ya mwisho unaweza ukazungumza nini katika hiyo swala? Hilo swala neno mimi naweza nikazungumzia. Hatuwakataze wanawake kuvala suruali. Ila tunawakatazia zile za kubana. Ni mashauri yale tunawapatia juu. Wazalendo ni watu waliishi sana porini. Hawakukuwa wanaona wanamke. Na kama walikuwa na wanamke ni wale wakubeba vitunga, kuvaa vya asilia. Alafu wakati walifika huku, wakafunguka macho, wanaanza ona ingine tabia. Ile inaweza kawaangushe. Asante sana. Okay, na sisi tunashukuru. Okay, mzee wetu nataka neno la mwisho ambao unaweza ukazungumza na wananchi wote wa Kongo. Unaona? Ndio nimeanzia kuneno huyu mama amesema, huyu mzalendo mama. Neno hili ameongea ni neno la kweli. Sababu sisi wakati tumezaliwa wamama zetu walikuwa wanavaa nguo zinaitwa vikwembe. Makanzu ya kufikia mfundo za miguu. Lakini kwa leo unakutana mtoto mbele ya babake anavala kajipe kana kata kwenye makwisi. Na anaenda kukaa mbele ya baba yake hata nguo ya chupi inaonekana. Ile kwa kiasiri hapa kwetu Uvira havikuwake. Ni vitu vya kutukanisha asiri. Mwanamke hakika hata Kenya wanavalaga masuruali na ndio mavazi yao, lakini nguo za kutepeta kumwili. Kuna wakati unamkuta kina mama anatokezea kule na wewe unaenda hivi, mnakutanana unakutana picha inajichapa. Na ule mama iko sawa miaka ya watoto zako. Unajua mama huyu amefanya nini? Ametaka nini? Anajitukanisha. Sasa kwa hasiri hapa kwetu Uvira na teritwari ya Fizi. Sisi mambo kama hayo hatuitaki sababu tulizaliwa kukihasiri na tunaishi hatupendi ile hasiri yetu ipotee. Wazungu wasije kutuletea mengine ambao wale wazazi wetu wa kwanza hawakutuachia hayo. Ndiyo maana nimeunga mama huyu mkono kwa ushauri amepatia wakina mama na wa binti zetu. Ndiyo, kwa neno ambalo tunaweza sema la kushauria Kongo mzima, wajipe moyo, wakaze roho, tupiganishe adui. Sababu tusiwe mfano wa ndege. Ndege anaweza taga kwa huyu mti mwaka huyu. Utakutana mwaka kesho atataga kwa huyu mwingine. Sasa sisi wakitubeba ardhi tutajenga wapi? Ukienda Burundi utakuwa mwetranger, mgeni. Ukienda Tanzania unaitwa ni mgeni. Uende Rwanda utaitwa mgeni. Lakini hii nchi sisi Wakongomani tuliachiwa na mababu zetu na Mungu wetu ndio tupatia ardhi hii. Na tuwezi penda mtu mwingine atunyanganye. Wakongomani wote wasimame tutetee ardhi yetu. Asante sana mzee wetu. Je, kuna mtu yote wa swali au ya maoni? Jambo sana. Unaitwa nani? Mimi naitwa Mosi Mgarusi. Je, kuna maoni ambayo unaweza ukazungumzia? Maoni naweza nikazungumza ni kushauria wandugu wa Kongomani sirtu katika wa raia. Wengi mara nyingi wako wanafanya makosa kwa kuweza kushirikiana na wale maadui. Utakuja kutana majeshi kule kwenye nafukuza adui, nyuma yake unakuja kuona tena maadui tena natoka nyuma. Kumbe ni afichama katika wale watu wa raia. Hicho kitendo wakiache. Waache kile kitendo, hatupendi kile kitendo sisi wazalendo kupata kile kitendo katika raia.
na raia itakayefanya vile tutamkamata naye kama vile ni adui sasa na ule adui. Ile onyo tumekataza raia kujihusisha na adui. Neno la pili, kufuatana na mivalio ya wamama, sio kwa wamama wenyewe, hata na wa vijana. Na vijana? Ndio. Vijana kama haya? Wa vijana wenye kuwa kama vile na umri wa miaka 18, 12 hivyo, unakwenda kukutana na vaa suruali, matako yote yanabaki wazi. Ile sio mvalio kawaida. Mwanaume anapaswa kuvaa suruali, anafunga mkaba katika kiuno. Sio kuachia suruali bila mkaba kusudi au anaenda naonesha matako yake katika watu. Sio vizuri. Na kungambo ya watoto wanawake, ile kwa kuwaza kuvaa suruali, tunajua kama kuna wengi wanatembelea katika magari kwenda kwa masoko, kwenda kufanya namna gani. Hatuwezi kukataza kuvaa suruali kama vile dada ametoka kusema, ni kuvaa suruali yenye kuacha na nakamata kikwema na tia juu. Kwa maana ile suruali ndio kuna wakati inaweza kakatika asibaki wazi, ile kikwembe itakuwa pale tamprotege. Nashukuru sana mzee. Ndio, na mimi nashukuru sana katika maulizo ambao anatoka kuniuliza. Asante. Jambo mzee. Jambo. Kwa majina unaitwa nani? Kwa majina naitwa Muyubira Flambo Christian, jina maalumu wanaita Mbulama. Nitauliza kitengo chako wewe, ni una kitengo gani? Mimi ni meja hapa kama kamanda wa bataliani. Ndio. Je, kuna maoni yote ambao unaweza kuzungumza na wananchi wote wa Kongo? Ndio. Unajua sisi ni wazalendo, sisi ni jeshi la raia. Sisi tunapigana kwa ajili ya udongo wa kwetu Kongo na raia yetu ya Kongo ili ibaki na amani. Kwetu sisi hatuna chochote cha kusema, lakini tunaomba raia watuunge mkono, watupe nguvu. Kwa ajili sisi hatutegemei government, sisi tunategemea raia. Sisi si jeshi la government, hapana, sisi ni jeshi la raia. Na ndio hiyo tunaomba raia wasimame imara, watuunge mkono, watupe nguvu, tupigane ili tugomboe miji yenyewe mikamatiwa na huyo adui mwadhaifu huyo. Asante sana mzee. Asante sana. Nashukuru. Ndio. Gisi ulivyo sikia gisi wanajeshi wazalendo walivyozungumza, usikose kusubscribe wa kwanza kupata video zetu.